DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Familia za mateka wa Israel wanaoshikiliwa Gaza zataka kusitishwa kwa vita mara moja. Ukraine yaripoti mashambulizi mapya ya droni za Urusi. Na Iran yatekeleza hukumu ya kifo dhidi ya wafungwa 6 kwa madai ya kufanya mashambulizi kwa niaba ya Israel. Habari kamili. Gaza City. Familia za mateka wa Israel wanaoshikiliwa Gaza wamesema leo Jumamosi kuwa ni muhimu kukomesha vita vya Gaza mara moja, huku jeshi la Israel likishambulia eneo hilo hata baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kulitaka lisitishe kufanya hivyo. Katika taarifa, muungano wa familia za mateka na waliopotea umesema kuwa agizo la Rais Trump la kusitisha vita mara moja ni muhimu ili kuzuia madhara makubwa na yasiyoweza kurekebishwa dhidi ya mateka. Trump alikuwa ameitaka Israel kusitisha mashambulizi yake katika eneo hilo la Palestina baada ya Hamas kukubali kuachilia mateka wote na kuanza mazungumzo kuhusu mpango wake wa amani. Hii leo, afisa mmoja mkuu wa Hamas amesema kundi hilo liko tayari kuanza mazungumzo mara moja ili kukamilisha masuala yote. Mpango wa Trump uliopendekezwa unatoa wito wa kusitishwa kwa uhasama, kuachiliwa kwa mateka ndani ya saa 72, kuondoka kwa hatua kwa vikosi vya Israel kutoka Gaza na kupokonywa silaha kwa kundi la Hamas. Kiev. Jeshi la Urusi limefanya mfululizo wa mashambulizi ya droni usiku kucha dhidi ya Ukraine. Haya yamesemwa leo na mamlaka ya nchi hiyo. Mamlaka ya Ukraine imesema droni za kivita zilirushwa karibu na mji wa Dnipro na Kharkiv. Shabaha za droni hizo haikuwa wazi. Shirika la habari la Ukrinform limeripoti kwamba mbali na droni hizo, ndege za kivita za Urusi pia zilitumika. Mji wa Zaporizhia na vitongoji vyake pia vilishambuliwa kwa mabomu ya kuongozwa jana jioni. Hakukuwa na maelezo yoyote juu ya majeruhi au kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Ukraine inaaminika pia kurusha droni usiku kucha kuelekea Urusi. Viwanja vya ndege vya Kaluga, Volgograd na Saratov nchini Urusi vilisimamisha kwa muda shughuli za ndege bila kutoa sababu zozote maalum. Kwa kawaida, hatua hiyo ikionekana kuwa onyo la uwezekano wa mashambulizi ya droni. Jeshi la Ukraine halijatoa tamko lolote kuhusu hali hiyo. Tehran. Iran leo Jumamosi imetekeleza hukumu ya kifo dhidi ya wafungwa 6 wanaodaiwa kufanya mashambulizi katika eneo la kusini magharibi lenye utajiri mkubwa wa mafuta kwa niaba ya Israel. Hawa wakiwa wafungwa hivi karibuni zaidi kuuawa katika wimbi la mauaji yanayoaminika kuwa ya juu zaidi katika muda wa miongo kadhaa nchini humo. Iran imesema wanaume hao waliwaua maafisa wa polisi na vikosi vya usalama pamoja na kupanga mashambulizi ya mabomu yaliyolenga maeneo karibu na mji wa Khorramshahr katika mkoa wa Khuzestan nchini Iran. Televisheni ya taifa ya Iran ilipeperusha hewani picha ya mmoja wa watu hao akizungumzia mashambulizi hayo, akisema ni mara ya kwanza kwa maelezo hayo kutolewa hadharani. Mauaji hayo yanafuatia vita vya siku 12 vya Iran na Israel mwezi Juni vilivyomalizika, huku Iran ama Tehran ikiapa kuwa itawaandama maadui zake ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, wanaharakati wanaonya kuwa Iran mara nyingi hutegemea kukiri kwa kulazimishwa na kesi za faragha katika hukumu yake ya kifo, hasa zile zinazoihusisha Israel. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. London. Polisi nchini Uingereza leo imewahoji watu 6 waliokamatwa kwa tuhuma za makosa ugaidi baada ya shambulizi dhidi ya sinagogi moja huko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, ambalo lilisababisha vifo vya watu 2 na kuiacha jamii ya Wayahudi wa Uingereza ikiwa kwenye mshtuko na huzuni. Polisi imesema wanaume 3 na wanawake 3 wenye umri wa kati ya miaka 18 na 60 walikamatwa katika eneo la Manchester kwa tuhuma za kupanga na kutekeleza vitendo vya kigaidi. Shambulizi hilo limeitia hofu jamii ya Wayahudi wa Uingereza na kuzidisha mjadala kuhusu ukosoaji wa Israel na chuki dhidi ya Wayahudi. Baadhi ya wanasiasa na viongozi wa kidini wanadai kuwa maandamano ya kuunga mkono wa Palestina ambayo yamekuwa yakifanyika mara kwa mara tangu kuanza kwa vita vya Gaza yamechangia katika kueneza chuki dhidi ya Wayahudi. Hatimaye Nairobi.
Shirika la kupambana na matumizi ya dawa na kusisimua misuli duniani WADA limesema jana kwamba Kenya imepiga hatua kubwa katika kusafisha mifumo yake na likachelewesha vikwazo dhidi ya taifa hilo kwa kutozingatia kanuni za matumizi ya dawa hizo. WADA imesema kutokana na juhudi hizo za Kenya, tishio la adhabu husika halikuanza kutekelezwa kufikia muda huo wa mwisho hapo jana. Swala hilo kuhusu Kenya limerejeshwa kwa idara ya uzingatiaji wa kanuni ya WADA ambayo itaangalia upya utendakazi wa shirika la Kenya la kupambana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli ADAK na kutoa masasisho. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW maoni. Na mpenzi msikilizaji, karibu tena kwenye maoni mbele ya meza duara. Naitwa Mohamed Khelef. Wiki hii inayomalizika, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kile alichokiita mpango wa amani wa Gaza, ambao unalenga kumaliza vita vya miaka miwili vya Israeli kwenye ukanda huo na pia kuwarejesha mateka wote waliosalia mikononi mwa wanamgambo wa Palestina na kujenga upya Gaza na bila shaka Palestina kwa ujumla. Mpango huo wenye vipengele 20 uliridhiwa papo hapo na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Ikasemwa pia kwamba ulisharidhiwa na baadhi ya mataifa ya Kiislamu na Kiarabu sambamba na mataifa kadhaa ya Ulaya. Lakini makundi mbalimbali ya Kipalestina kama vile Islamic Jihad yameshaelezea wazi upinzani wao kwa mpango huo, huku kundi kubwa kabisa la Hamas likiwa hadi tunarekodi makala hii halijaweka wazi bado msimamo wake. Leo kwenye wasaa huu wa meza ya duara tunajikita kwenye kuyatupia macho mapendekezo haya ya Trump na kile ambacho yanamaanisha au tuseme yasichomaanisha kwenye swala zima la mzozo huu mkongwe wa Mashariki ya Kati. Ama uridhiwe au usiridhiwe, ama utekelezwe ama usitekelezwe. Je, mpango huu hasa unaakisi nini kwenye uhalisia wa ndani ya Palestina yenyewe, ndani ya Israel, ndani ya ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu na jumla kwa dunia nzima? Hilo ndio swala kubwa la leo, na tunaungana hapa kwa njia ya simu na wachambuzi wetu. Tunaye Bwana Abdul Fattah Musa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati na eneo la Ghuba akiwa Tehran nchini Iran. Tunaye Abdurrahman Muhammad akiwa Leicester Uingereza, na tunaye pia mchambuzi na mwandishi wa habari akiwa Dar es Salaam Tanzania, Ibrahim Rahbi. Waungwana, karibuni sana kabisa kwenye maoni mbele ya meza duara. Na nitaanza kwako wewe Abdul Fattah Musa. Kwa ujumla wake umeufahamu je mpango huu? Asante sana bwana mwenyekiti. Mpango wa Rais Trump kwa ajili ya kuleta amani katika ukanda wa Gaza, kitu kikubwa ambacho kimejitokeza mbele yake ni suala la kumaliza vita vya Gaza, jambo ambalo limekuwa linapigwa kelele kwa muda mrefu sasa, baada ya Israel kutuhumiwa kwamba inachofanya Israel Gaza ni mauaji ya kimbari na maangamizi ya kizazi cha Wapalestina. Kiangalia namna ambavyo kimependekezwa na hali halisi ya ule muhtawa ya mpango wenyewe, utahisi kwamba ni mpango ambao pengine kwa nje yake umerembwa, lakini kiuhakika si mpango hasa wa amani, kwa sababu kimsingi ni kwamba huu ni mpango ambao kwa sehemu kubwa sana unalenga kuisaidia Israel kusahilisha au kuwepesisha kile ambacho kwa muda wa miaka miwili imeshindwa kukifikia kwa njia za kijeshi, kwa vita na mauaji makubwa katika ukanda wa Gaza. Sasa Rais Trump ameamua kutumia njia ya kidiplomasia kuweza kuifanikishia mpango wa Israel. Nalo ni kwamba kwanza, kuhakikisha kwamba mateka wote wa Israel wanaachiwa huru; pili, kuhakikisha kwamba Hamas inasalimisha silaha zake, na vile vile kuhakikisha kwamba Hamas inasambaratishwa moja kwa moja na ile dhana na ndoto kuu ambayo wa Palestina baada ya kupata hata uungaji mkono wa kimataifa katika kipindi hiki cha miaka miwili cha kuwa na taifa lao na kuweza kujitawala, kulifuta moja kwa moja au kuliweka mbali sana katika matarajio ya kwamba ati iko siku wa Palestina na wao wataweza kuja kuwa na taifa lao, kama ambavyo inaelezwa suluhu ya kuunda mataifa mawili ya Israel na Palestina iweze kutekelezeka, kama ambavyo tumeshuhudia katika mkutano huu wa mara hii wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo nchi kadhaa zimejitokeza hadharani, hasa za magharibi, kutangaza kwamba zinaitambua nchi yenye kujitawala au nchi yenye mamlaka ya Palestina. Kwa hivyo kwa mukhtasari ni kwamba mpango huu kwa mtazamo wangu mimi ni mpango ambao ni wa msiba mkubwa kwa hakika kwa Palestina, na kitu kimoja ambacho
wataalamu wengi wamekuwa wanakizungumzia ni kwamba hata huu mpango wenyewe umekuwa ni mpango uliokuwa na sura ya usaliti, kwa sababu baada ya mkutano wa Rais Trump na viongozi wa nchi 8 za Kiarabu na Kiislamu uliofanyika New York, inasemekana kwamba rasimu ya awali ya mpango huu ilikuwa ni kitu kimoja ambacho nchi hizo za Kiislamu na Kiarabu zilitolea taarifa kuunga mkono, na kile ambacho katika hatua ya mwisho kimetangazwa hadharani katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika White House kati ya Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kulikuwa na vitu kadhaa ambavyo ndani yake vimebadilishwa kwa maslahi ya Israel. Naam, asante Abdul Fattah kutufungulia. Huoni kwamba mpango huu utasaidia chote katika utatuzi wa mzozo huu? Lakini wengine wanasema angalau ni mpango wa kunusuru kilichosalia ndani ya Gaza. Manake ukisema kwamba Israel ndani ya kipindi chote miaka miwili haijafanikiwa chote katika Gaza, wakati tunaona kwamba karibuni 90% kwa Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wa majengo ya Gaza yameshabomolewa. Ni watu zaidi ya 60,000 wameshauliwa, miongoni mwao karibu nusu ni watoto na wanawake. Ya viongozi wakubwa wa Hamas, kwa mfano Sinwar Ismail Hania, kwa mfano ndugu yake Sinwar Mohamed Sinwar, wengine wote wameshauawa. Na bado unasema kwamba Israel haijafanikiwa katika vita vyake vya Gaza. Sikuelewi kidogo hapa Abdul Fattah. Tukizungumzia nukta uliyoashiria kuhusiana na kupunguza au kusimamisha au kunusuru maafa makubwa ya roho za watu waliotokea Gaza, naam, bila shaka kama nilivyotangulia kusema kwamba kile ambacho wale wote wanaoangalia mpango huu kwa jicho la matumaini ni kusikia ile kauli ya kwamba vita vya Gaza vitamalizika na mauaji wa Palestina yatasitishwa. Na hiyo ndio kauli ambayo waziri wa mambo ya nje wa Qatar amekuwa akikariri kila mara kuonyesha kama ni mafanikio ya mpango huu. Lakini tukiangalia upande wa pili, ninaposema kwamba Israel haijaweza kuyafikia malengo ambayo ili yatangaza kuwa ndio malengo hasa ya kuanzisha vita tokea miaka miwili nyuma, ni kwamba ukweli unabaki kwamba mpaka sasa Israel haijaweza kwa nguvu za kijeshi kuweza kukomboa mateka wake mpaka muda huu, pamoja na kwamba inaendelea kufanya maangamizi katika ukanda wa Gaza. Na vile vile hatuwezi kusema kwamba imeweza moja kwa moja kuisambaratisha harakati Hamas. Vinginevyo kusingekuwa na mpango huu kuainisha kwamba katika mambo ambayo yanatakiwa kufanyika ni kwamba haya mataifa ya nchi 8 za Kiislamu yachukue jukumu mataifa haya ya kuweza kuhakikisha kwamba yanaipokonya Hamasa silaha, na vile vile Hamas inaangamiza miundombinu yake yote ya kijeshi yakiwemo mahandaki na mengineyo. Ina maana kwamba hili jambo ambalo Israel mpaka sasa haijaweza kufanikiwa kulifanya. Na kile kitu ambacho hatuwezi kukikanusha bila shaka ni kwamba endapo hili linalotaka kufanyika sasa kama litafanyika, kama ulivyoeleza kwamba hatuna hakika kama hili nalo kweli litafanikiwa au la, lakini kitu ambacho hatuwezi kukikanusha ni kwamba endapo kitu kama hicho hakitofanyika, Israel chini ya uongozi wa Netanyahu itaendelea kufanya maangamizi mpaka mtu wa mwisho wa Gaza. Na hasa tusisahau kwamba wengine ambao wanazungumza hili kwa mtazamo chanya ni kwamba msimamo halisi wa Netanyahu, msimamo halisi asili wa Rais Trump na viongozi kadhaa wa Israel ni kwamba Wapalestina wote lazima wahamishwe Gaza, ima waangamizwe au wahamishwe. Kwa hivyo hii faraja inaonekana kwamba eti Wapalestina wataruhusiwa wabaki Gaza, hii nayo pia ni faraja nyingine ambayo inaonekana kama ni kitu kikubwa ambacho ni kwa maslahi ya Palestina katika mpango huu. Nije kwako sasa Abdurrahman Mohamed, kwa mujibu wa maelezo ya mwanzo Fattah ni kwamba mpango ambao uliwasilishwa kwa viongozi wa nchi 8 za Kiislamu na Kiarabu wakiwa na Trump wiki iliyopita nchini Marekani, na mpango ambao uliwasilishwa na Trump mbele ya Netanyahu ni mpango miwili tofauti, au pengine ina tofauti kubwa sana kiasi cha kwamba huenda ikawa kile ambacho alikiunga mkono viongozi wa mataifa ya Kiislamu na Kiarabu sicho kile ambacho kitolewa baadaye. Kwa hivyo neno usaliti ambalo limetajwa muda mrefu na wachambuzi tangu wiki nzima hii wanawakosoa viongozi wa Kiarabu huenda lisifai, kwa sababu wao waliambiwa chengine na walichopewa kule kilichotangazwa pale chengine. Lakini wengine wanasema pia kwamba kuna mpango wa tatu pia. Mpango wa tatu ni mpango ambao Netanyahu kaenda kuambia wenzake Israel. Unasemaje kuhusu hili? Kusema kweli, tukiuangalia kwa makini sana, mpango mzima ni vurugu, yani mpango ambao unaonekana hauna kina cha maelezo juu ya hasa nini kitaenda kutokea, na ni mpango kama ulivyoelezewa na mwenzangu aliyetangulia kusema Abdul Fattah, umemili sana upande mmoja, yani kutekeleza yale matakwa ya Israel. Kwa mfano, takwa kuu la watu wa Gaza na Palestina kwa ujumla
ni kuwepo kwa taifa la Palestina. Hilo halikuzungumziwa au limezungumziwa kijuujuu mno katika mpango huu. Kwa maana hiyo, yale ambayo wanayataka wa Palestina au watu wa Gaza katika mgogoro huu hayakuzingatiwa. Na kama alivyozungumza kiongozi wa kijeshi wa kundi la Hamas, Izzuddin al-Haddad, yeye amesema kwamba anaamini mpango huu umekuja kuwamaliza Hamas. Kwa hiyo maelezo yake au maneno yake aliyosema kwamba kama watakubali au hawatakubali haitosaidia chochote. Kwa maana hiyo basi wao wanadhamiria kuendelea kupigana au kupigania Gaza. Kwa hiyo ni mpango ambao umemili mno upande mmoja, na hata ukisikiliza mazungumzo ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, yeye amekuwa akitoa maelezo ya kukubali mpango, lakini anapotoa maelezo anazungumza mambo ambayo sio yamewekwa kwenye mpango ule. Mathalan, anaweka wazi kwamba yeye hayuko tayari kuondoka moja kwa moja Gaza. Kwa hiyo hata kama wataondoka basi hawataondoka moja kwa moja, wakati mpango ule unaeleza kwamba mara baada ya makubaliano Israel itatakiwa kuondoa majeshi yake Gaza. Na kubwa zaidi ambalo ndio udhaifu wa mpango ule ni kwamba hauelezei matukio yatakuwa yanachukua muda gani. Mathalan, huu uongozi wa muda ulioundwa utakuwepo Gaza mpaka lini?